Kwanza kabisa sisi tunashukuru Mungu. Kila kitu kinakwenda vizuri na tumekuwa na wakati mzuri sana wa kujiandaa na ama kuendelea na maandalizi ya mchezo huu, kwa sababu ni mechi ya kiporo, ilikuwa inajulikana kabisa ipo kwenye ratiba. Tukimaliza mechi dhidi ya Mashujaa, mechi ambayo ilikuwa inafuata ni hii sasa dhidi ya Simba Sports Club, na tumekuwa na almost kama siku 6 hivi za maandalizi. Kwa hiyo ni nyingi sana kwetu, kwa sababu hata mechi iliyopita pia tumecheza nyumbani. Kwa hiyo hatuna ile kusema tulikuwa safarini tumechoka, sijui kulikuwa na changamoto hii, hatuna. Kwa hiyo kwa jumla mambo yanakwenda vizuri. Jana tumefanya mazoezi ya asubuhi na leo hii tutafanya mazoezi jioni kwenye uwanja wa mchezo kikanuni, na nimeona Simba wako airport wanakuja. Kwa hiyo mimi nawakaribisha sana Tabora. Nafikiri uwanja huu wanaujua, na mimi nilishazungumza tangia msimu uliopita wakati timu hii inaitwa Tabora United, kwa sababu sasa hivi tunasema mvinyo ni ule ule ila chupa ni tofauti. Kwa hiyo nilizungumza msimu uliopita kwamba Simba hata kaa ifunge tena hii timu au hata kaa apate tena matokeo katika uwanja wa Ali Hassan Mwinyi, lakini tunawaheshimu na tunawapongeza pia kwa kuweza kuvuka katika hatua kwenda hatua moja kwenda hatua nyingine. Na pia nawapongeza Young Africans, nawapongeza Azam FC, nawapongeza Singida Black Stars. Maana posti kasema mbona unawapongeza Simba peke yao, wengine huwapongezi. Kwa hiyo nawapongeza wote kwa kwenda katika hatua inayofuata, na kwa hatua hiyo kusema kweli imetupa wivu mkubwa sana. Imetupa wivu kwa sababu na sisi pia tunahitaji au tuna hayo matamanio ya kwenda kushiriki michuano ya kimataifa. Kwa hiyo matokeo ambayo wameyapata kwa timu zote 4 kuvuka hatua moja kwenda hatua nyingine inatupa sisi shauku ya kufanya vizuri katika mechi yetu dhidi ya Simba Sports Club, lakini pia na michezo mingine ili tuweze kufanya vizuri mwishoni mwa msimu huu, na hivyo mwakani Mungu akijalia tukiwa hai basi na sisi tukashiriki michuano ya kimataifa. Kwa Simba hii na matumaini ya kuvuna alama 3 kwao. Simba hii au kuna Simba nyingine labda utusaidie kama ipo? Hii Simba hii ya kina Dirak. Yani ni Simba hii au kuna Simba nyingine labda usikute mimi ndo sielewi. Ukute labda mimi najua kuna Simba Sports Club tunaiona siku zote, kumbe wewe mwenzangu labda unajua. Wewe unajua Simba ipi labda tukuulize? Simba hii ya kocha Pantev. Simba hii ya meneja. Meneja Pantev. Hii ya meneja. Ya meneja Pantev. Hiyo ya meneja matatu. Hiyo. Sasa unajua kesho ni siku ya kupiga kura Kwa hiyo kesho tarehe 29 tunakwenda kupiga kura, lakini tarehe 30 tunakwenda kumpiga Simba Sports Club. Na kuanzia hapo siku ya tarehe 30 Watanzania watapata burudani nzuri sana. Yaani watapata burudani nzuri ambayo tangia ligi imeanza hawajawahi kupata hiyo burudani. Yaani sisi huku tuna lile pira mapato, pira kodi, pira receipt, pira makadirio. Unaelewa? Sasa Alhamisi hakuna cha pira tatu wala pira meneja. Yaani kutakuwa kuna pira TRA, kutakuwa kuna pira mapato, pira kodi, pira receipt, pira makadirio. Kwa hiyo sisi hatuna wasiwasi. Mimi niwaambie tu Watanzania wanunue tiketi zao mapema. Kama uko Dar es Salaam, nunua katika mitandao yako ya simu ya mkononi. Kama uko Tabora, njoo kwenye vituo ambavyo sisi tumevielekeza kuuzia tiketi. Kwa hiyo na tumeweka viingilio reasonable kabisa, ni shilingi 10,000 mzunguko na shilingi 20,000. Kwa hiyo wote tujeni Alhamisi. Yaani kesho tukishamaliza kupiga kura, kama hujakata tiketi, ukishatoka kwenye kituo chako cha kupiga kura, wewe nenda kata tiketi yako. Alhamisi tukutane Ali Hassan Mwinyi tuwape matokeo. Na mimi nakwambia Saidi, TRA ndio tutakuwa timu ya kwanza kumfunga Simba Sports Club. Sisi TRA. Hawajafungwa wale, ujue tangia ligi imeanza hata kwenye michuano yao ya kimataifa wale hawajafungwa. Au washafungwa wale, mimi nitakuwa nakosea, sina rekodi nzuri. Hawajafungwa. Sasa sisi ndio tutakuwa timu ya kwanza kwenda kuwafunga. Kiburi hiki kinatokana na nini? Wachezaji nao wazuri,
maandalizi nimefanya vizuri, wachezaji wangu wana shauku, wana morali nzuri, na wamesha tuhakikishia kabisa tunakwenda kufanya vizuri kwenye huu mchezo. Unajua sisi tunahitaji sana haya matokeo kuliko kitu chochote. Yaani sisi tunahitaji matokeo, kwa maana hatujawa na wakati mzuri katika mechi 3. Lakini hizi mechi zote zile tumefuta. Tutakutana nao raundi ya pili. Lakini tunahitaji tuanze na hii ya tarehe 30. Kwa hiyo tarehe 30 Saidi, najua ni siku ya kazi, hautakuwa nyumbani. Tarehe 30 tuna maana kwamba ukishamaliza mechi saa 12 najua utakuwa studio. Ingia Mzigoni, nipigie simu saa 12. Kumbuka Simba wameacha silaha zao kwenye mechi dhidi ya Nsingizini kwa ajili ya mechi hiyo. Yani Simba waache wachezaji kwa sababu ya TRA. Hawa Simba hawa. Yani hao ni timu inapenda sifa hiyo. Yani hao kabisa wa goli la mama, ukifunga goli milioni 5, milioni 10 ukifunga magoli mawili. Wanaangalia Azam FC alifunga goli 7 akapata milioni 35. Young Africans alifunga magoli mawili wakapata milioni 10 kama sijakosea. Singida walifunga magoli mawili kama sijakosea, sio ni 3. Wakapata mzigo wao. Alafu wao eti waseme hawataki kufunga kwa sababu wanacheza na TRA. Wewe wamepumzisha baadhi ya wachezaji kwa ajili ya mechi yenu. Ulikuwepo. Nilikuwepo. Wanacheza wachezaji, Saidi ulikuwepo. Sema hivi. Sisi TRA ni timu bora sana. Sisi ni timu bora, na nikizungumza TRA tunazungumza timu ya Watanzania, tunazungumza timu ya walipa kodi. Na Simba wenyewe pia ni Watanzania, na Simba pia ni walipa kodi. Kwa hiyo timu ya Watanzania, timu ya walipa kodi, na kwenda kukutana na Simba Sports Club. Watanzania wote wana matumaini makubwa na TRA, Watanzania wote wana matumaini makubwa na timu ya walipa kodi. Kwa hiyo ninachopenda kukwambia Saidi ni kwamba ukikaa sasa hivi kwenye kipindi hapo tukimaliza kuzungumza, sema hivi, TRA United Sports Club itakuwa timu ya kwanza kumfunga Simba Sports Club. Watanzania matumaini yote sasa hivi yapo kwa TRA. Huwezi kumwambia Mtanzania yote kitu chochote kuhusiana na TRA, huwezi kumwambia. Lakini pia kingine, sisi mechi yetu hii sio bure maidia. Tumeweka vingilio, na ndio maana nimetaja vingilio hapo. VIP 20, mzunguko shilingi 10,000. Kwa hiyo mechi yetu hii sio bure. Hii mechi yetu ni vingilio. Kwa hiyo Watanzania, njooni uwanjani, njoo na tiketi yako, ingia. Kuna mambo mazuri sana tumewaandalia kwa maana ya kuwapa ushindi. Kulikuwa na haja ya bure, kutaja bure. Nini? Mtu mwingine asije akafikiria kwamba mechi ya TRA na Simba haina kiingilio. Ina kiingilio. Kiingilio ni shilingi 20,000 kwa watu wa Tabora. Tiketi unaipata TRA makao makuu. Ukija pale TRA mkoa wa Tabora, unapata tiketi yako mapema kabisa, unakata tiketi yako, unaondoka, unaenda zako uwanjani kuisupport timu ya Watanzania, timu ya walipa kodi. Au unachokoza Yanga? Mimi hapa nimewachokoza wapi na nimewapongeza jamani. Na safari umekupania kweli? Sasa leo achana nao mechi yao bado. Wewe tuzungumzie mechi yetu na nani? Mechi yetu ya tarehe 30. Umegusia bure, na Yanga juzi wameingia bure uwanjani. Kwani bure Yanga wameingiza peke yao bure? Mbona Azam pia mashabiki wao wameingia bure? Kila mashabiki wao mbona wameingia bure? Walioanza nani? Nasema hivi, walioanza ni Azam ndo walianza kucheza, mashabiki wao wameingia bure. Mechi ya pili ilikuwa ya siku ya pili, wamecheza Yanga wakacheza na Singida. Wameanza Yanga nafikiri wakacheza Singida kama sijakosea. Alafu mechi ya 3 ndo ya Simba. Wamecheza juzi. Sasa alianza kutangaza mechi yake bure ni Azam. Sio Yanga. Yanga ndo kaanza kutangaza mechi bure. Nani bwana? Kwanza mambo ya bure walianzishaga Azam. Mbona Azam ni utaratibu wao wa kawaida huo? Kipindi hicho uwanja wao kule Chamanzi kule, mbona walikuwa wanasema mashabiki kulikuwa na haja gani ya kutaja bure kwenye engo hili? Mimi kusema bure nimesema kwamba ili watu wasije, kwa sababu hapa mechi za bure zilifululiza. Kwa hiyo watu wasije wakanani hii wakahisi na mechi ya huku na yenyewe pia ni bure. Ndio maana nimesisitiza jamani, kama huko Dar es Salaam, huko mbali na vituo vyetu huku vya uhaziri, TTCL, TRA mkoa wa Tabora, Big Baza, wewe
kata tiketi yako kupitia N-card katika mitandao yako ya simu. Kama una simu yako ya mkononi, wewe fanya muamala wako, lipa tiketi yako, njoo ushuhudie TRA United Sports Club ikienda kupata matokeo dhidi ya Simba Sports Club. Kwa hiyo mimi nimetoa tu tahadhari ili mtu asije akasema nitaenda Tabora mechi bure. Hapana, kwa sababu mechi za bure zilifululiza. Kwa hiyo tuende na kauli hii kwamba TRA United itakuwa timu ya kwanza kuifunga Simba msimu huu. Wewe nenda na hiyo sentence kwamba TRA United Sports Club ni timu ya kwanza kumfunga Simba Sports Club tarehe 30. Lakini pia sisitiza kesho tutoke tukapige kura tarehe 30, twendeni uwanjani tukampige Simba Sports Club. Kodi yetu zaidi, kodi yetu maendeleo yetu. Sema kodi yetu. Kodi yetu maendeleo yetu. Ukinunua dai receipt, ukiuza tu receipt. Tarehe 30 naisubiri. Na msiposhinda? Ashinde nani? Ahmed Ali anioe bibi kwa pili. Alichumbie bibi kwa pili. Mali nalipa mimi mwenyewe. Haya bwana Christina, shukrani sana. Asante sana. Haya, asubuhi njema. Usisahau kusubscribe kwenye YouTube Mwandike Digital.